Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, nakukaribisha tena katika chaneli pendwa, chaneli nzuri tuweze kujifunza sote pamoja. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maro. Utakuwa nami katika kipindi hichi cha leo ambacho nimekuandalia. Lakini kabla tuendelee katika kipindi hichi, hakikisha umesubscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini ili wa kwanza kufikia vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Leo tutakuwa katika kipindi cha Qur'an tukizungumzia mada muhimu, mada nyeti ambayo inasema hivi: je, naweza kujifunza Qur'an katika umri wa utu uzima? Hilo ndio swali ambalo tunakwenda kulizungumzia. Lakini kumbuka, umewatafuta best ujasiriamali kwa ajili ya kujifunza ujasiriamali mbalimbali. Kumbuka, ujasiriamali katika maisha yetu haya ni muhimu kweli ili uweze kujiingizia kipato mbali. Na watafuta namba 0782914182 uweze kujifunza namna ya kutengeneza ubuyu mzuri wa Zanzibar, namna ya kutengeneza ubuyu wa vipande, uone soko namna lilivyo, na watakufundisha vitu mbalimbali, mfano siri mbalimbali za kufanya biashara za ubuyu na magani ya utunzaji. Usisite kuwa nao karibu hapo uweze kujifunza. Pia na wale ambao napenda kununua kitini cha Kiarabu, kitini chetu kipo shilingi 6,000 tu, mnakaribishwa kwa namba yetu 0785766703. Pasina kupoteza muda, tumesema, je, naweza kujifunza Qur'ani katika umri wa utu uzima? Tukisema umri wa utu uzima, maana yetu tunakusudia kuanzia miaka 40 na kuendelea au na chini yake, lakini asilimia ni miaka 40 na kuendelea. Watu wengi huwa wanajiuliza, mimi katika umri wangu huu wa utu uzima nitawezaje kujifunza Qur'ani na nikaielewa Qur'ani vizuri? Ni swali la msingi hilo, na watu wengi wanafikia mpaka kukata tamaa na kushindwa kujifunza Qur'ani. Kwa haraka jiulize maswali haya mawili ya kutafakari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anashushwa Qur'ani alikuwa na umri wa miaka mingapi? Alikuwa na umri wa miaka 40. Maana alikuwa ni mtu mzima tayari. Na Mtume Muhammad alikuwa hajui kusoma wala kuandika, alikuwa ni ummi. Lingine ni uthubutu wako mwenyewe na maamuzi yako kwako mwenyewe. Na unaweza kujiuliza, hapana, Mtume Muhammad sasa ulikuwa ni muujiza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kumshia Qur'an katika umri wa utu uzima na akaanza kusoma. Ni kweli, lakini hata wewe mwenyewe kuna uthubutu na maamuzi kwako wewe mwenyewe. Unaweza. Qur'ani haiwezi kumshinda mtu yoyote ikiwa tu akafundishwa kufuata misingi sahihi. Haya, na ya kufanya ili uweze kusoma Qur'ani katika umri wa utu uzima. Wewe ambao unajiona ni mtu mzima hapo, haukuwahi kupitia madrasa hata walau siku moja kusoma Qur'ani, sasa unaona ni mzigo kwa wewe kusoma Qur'ani. Sikiliza mambo ya kufanya ili uweze kuwa imara katika kusoma Qur'ani. Jambo la kwanza, mtafute mwalimu. Tafuta mwalimu sahihi ambaye atakufundisha Qur'ani. Si kila mwalimu atakufundisha Qur'ani pasavyo. Tafuta, kwa sababu changamoto iliyopo kubwa yetu hata kwa watoto zetu, mtoto anasoma madrasa anatumia muda mwingi sana kwenda katika shughuli mbalimbali za maulidi, khitma na nyingine. Kusoma wanatumia muda mchache sana. Hii pia ni changamoto. Kwa hiyo unaposema tafuta mwalimu sahihi, tafuta ambao mwalimu yuko serious katika kusomesha na ukafahamu. Usiende katika mwalimu wa madrasa ambao muda yote yenyewe nawaza ni kutembea tu, kwenda katika maulidi, kwenda hata shughuli mbalimbali, kusoma muda unakuwa ni mchache. Tafuta mwalimu aliye serious ambaye atatumia muda wake kufundisha mpaka ukafahamu. Mwalimu, nikisema mwalimu serious, ambaye atakuwa na kitabu cha herufi cha kaida nzuri ambayo atakuelekeza kidogo, either ni kwa online au ni kwa kawaida. Jambo la pili la kufanya, ikiwa ndo unaanza kusoma Qur'ani kabisa hujui chochote, tafuta kitabu kizuri, mfano kitabu cha Qaida Nurania. Vitabu vya vingi vya herufi, Qaida Nurania, Yasarna al-Qur'an, Qaida Baghdadiyya, zote ni qaida. Lakini nakushauri unaweza kutumia Yasarna al-Qur'an au kutumia Qaida Nurania. Ni nzuri kweli ambayo itakusaidia. Na Qaida Nurania, hata mimi ninapofundisha Qur'ani kwa wale ambao wanaanza herufi kabisa, ninatumia Qaida Nurania na utaona matokeo mazuri. Nishakuwa na mwanafunzi ambaye nilimfundisha kutumia Yasarna al-Qur'an, anaitwa Ukhti Rehema. Hapo ulipo, Allah azidi kukubariki. Alikwenda vizuri na tukamaliza juzu amma, alhamdulillah, anakwenda vizuri sana. Kwa muda mrefu nishaachana naye, nishamfundisha na huko na imani anasoma vizuri. Hatua nyingine ya kufanya, tafuta msahafu. Baada ya kujifunza Qaida Nurania, kama ndo unaanza, kwa hiyo ambaye tena unasoma kusoma Qur'ani, sawa, au baada ya kusoma Qur'ani, kusoma herufi zile Qaida Nurania zote, ukaimaliza na ukawa vizuri katika kaida,
tafuta msahafu rasmi. Kuwa na msahafu wako rasmi. Mfano msahafu wa hiyo hapa. Ukawa na msahafu wako rasmi, hata huu ndio unatumia kuhifadhia, kusomea nini? Qur'ani. Uweka katika begi lako. Ukienda kazini soma Qur'ani, ukienda kusoma Qur'ani. Ule msahafu rasmi utakusaidia kwa wewe ambaye unaanza kujifunza, haupati tabu katika kusoma nini? Qur'ani. Maana yake unakuwa unajua page fulani naishia hapa naishia hapa. Na moja ya misafu mizuri ni chapa ya Saudia, chapa ya Misri Azhar, chapa ya mingineyo. Lakini kuna chapa ile ya India kidogo, kwa ambaye anaanza kujifunza Qur'ani ni changamoto, ila kwa sisi ambao labda tunaanza kusoma Qur'ani tunaweza tukaitumia. Haya. Lakini hatua nyingine, ili uweze kusoma Qur'ani kwa kuwa ni umri wako ni utu uzima, unapata tabu, jitengee kwa mwalimu kazi anakupatia. Katika mwalimu wako sahihi ambao umemtafuta, atakupangia kulingana na uwezo wako. Nishio kuzungumzia, ili uweze kuhifadhi Qur'ani vizuri au uweze kusoma Qur'ani vizuri, soma kwa siku walau aya 1 au aya 2 mpaka 3 kulingana na uwezo wako. Kwa kuwa ni umri wa utu uzima na mambo mengi, majukumu yanakuwa mengi sana, soma kwa siku aya 1 au aya 2 kulingana pia na urefu wa aya. Mfano suratu Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, unaweza kusoma aya 1 au aya 2 kulingana na aya fupi au ni ndefu. Kisha baada ya kusoma nenda kwa mwalimu akusikilize na akukosoe. Pia nyingine, njia nzuri unapokuwa unasoma Qur'ani wewe mwenyewe nyumbani kwako baada ya kupewa kazi na mwalimu, tumia njia tikrari. Nikisema njia tikrari ni kusoma ile njia ya kurejea mara kwa mara. Mfano abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Hii unaposoma mara kwa mara inakuwa inakusaidia kujirejelea. Na unaposoma tumia njia tikrari, soma kwa sauti. Usisome kimya kimya. Mfano hapana, ukisoma kimya kimya hutoweza kuwa imara na hutoweza kujimaster vizuri. Unaposoma kwa sauti, faida yake sauti huwa inajirejea katika kichwa chako. Kwa utapojirejea utakuwa una uwezo wa kukumbuka. Kwa mfano njia tikrari kiambatana na kusoma kwa sauti. Lingine, mwalimu atakufundisha ahkam za tajwidi, ukiweza kuzimaster, na ukishindwa basi atakufundisha Qur'ani kwa hukumu inavyohitajika. Lingine, hudhuria vipindi vya Qur'ani. Yaani jitahidi sana, aidha msikitini au online au wapi, hudhuria vipindi vya Qur'ani ili uweze kuwa imara sana. Na la mwisho kabisa, kisha unasoma Qur'ani kila baada ya salatu subuhi. Soma Qur'ani kila baada ya salatu subuhi, utakuwa imara. Au unapokwenda kazini au baada ya magharibi soma Qur'ani, utaona wewe utofauti. Na ukihitajia msaada zaidi unaweza kunitafuta namba 0785 766 703. Nitakushauri kwa bure kabisa. Ila kwa kufundisha Qur'ani utachangia ni shilingi 20,000 tu, ili kujalia kuchangia programu zetu hii kununua vifaa, kufika mbali zaidi, na pia masuala ya bando. Njoo tujifunze pamoja Qur'ani, wala usione kitu kidogo unachokitoa ni kama sadaka kwa wewe. Mtu anapofundisha Qur'ani kwa gharama shilingi 20,000 ni sadaka kubwa sana hiyo. Kwa sababu kusoma, laiti kama ingesema aseme gharama ambazo anazitumia kufundisha 20,000 ndogo na wala haitoshelezi kabisa. Lakini kaweka hivyo ni kukusaidia wewe na kutoa sadaka katika mambo hayo. Kufikia basi na la ziada, ili niseme tu watafuteni Best Ujasiriamali uweze kujifunza ujasiriamali, utengeneza ubuyu, penda mengi. Leo karibu tudumie kitini cha Karama. Salama.